Asubuhi ya leo katika kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa kwanza na mstari wa 10. Samueli wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 10. Na huyo mwanamke Hana alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana sana. Uchungu wa Hana. Na asubuhi ya leo ningependa kuzungumza kwa ufupi sana juu ya faida na kazi ya uchungu katika maisha ya kwetu na umuhimu wa uchungu. Na ninafikiri mtu anayekufurahisha na mtu anayekusababisha ukapata uchungu wa maana zaidi kwako, mwenye impact, mwenye result, mwenye matokeo kwenye maisha yako, si huyo anayekufurahisha, lakini ni yule anayekusababishia uchungu. From bitter to better. Maisha yako mazuri, yenye matokeo, yenye uhalisia, ni yale ambayo yanatokana na uchungu. Na Biblia inasema huyu mwanamke anaitwa Hana ni miongoni mwa wanawake ambao Mungu amewataja katika Biblia waliokuwa na uchungu. Hata siku alipoenda hekaluni kuomba, Eli akamwambia, mwanamke, wewe umelewa saa hizi, ni mapema mno kulewa. Lakini mwanamke Hana alimwambia mchungaji Eli, akamwambia, mimi si mlevi wala mwanamke asiyefaa kama unavyonidhania, lakini ni mwanamke mwenye uchungu. Uchungu. Mabibi na mabwana, kazi ya uchungu ni kuzaa mambo katika maisha. Dunia hii iliyojaa na vitu vingi, asilimia zaidi ya 90 ya vitu vinavyoonekana vimezaliwa na uchungu. Na wewe mwenyewe pia ni matokeo ya uchungu. Uchungu wa muda mrefu wa miezi 9, pengine mama anaposhindwa kula, anapotapika, anapoamua kula mkaa na udongo badala ya chakula. Lakini pia hata siku ambayo anakwenda kwenye labor ward, chumba cha uchungu, na kujifungua mtoto, ni matokeo ya wewe kuwepo duniani. Na angekuwa ni mwanamke anazungumza hapa, pengine mama anafahamu na wanawake wanajua siri ya uchungu mkubwa ulioko kwenye labor ward. Lakini nachozungumza hapa ni kitu gani asubuhi ya leo? Nataka niseme juu ya uchungu na kazi za uchungu katika maisha ya kwetu. Na wale watu ambao wanapitia kwenye machungu mengi. Unapitia kwenye uchungu, mtaji wako umeisha. Unapitia kwenye uchungu wa kibiashara, unapitia kwenye uchungu wa kitaaluma, unapitia kwenye uchungu katika kipawa na karama. Na hata karama na kipawa na huduma yoyote, hata kama unanena kwa lugha, hata kama ni muombaji kiasi gani, ili uende kwenye kiwango kingine cha upako, lazima uchungu unaruhusiwa kwenye maisha ya kwako. Na ikiwa Yesu mwenyewe alipitia uchungu wa mauti ya msalaba ili akirimiwe jina lipitalo kila majina, na kuzivunja muhuri na kukifungua kitabu, Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo, anastahili mwanakondoo kukifungua kitabu na kuzivunja hizo muhuri, kwa sababu ya uchungu ya kwamba alichinjwa na akamnunulia Mungu watu wa kila lugha na jamaa na kabila. Uchungu ni uchungu wa Hana uliosababisha Samueli kuzaliwa. Na aliyemsababishia Hana uchungu alikuwa ni mke mwenza anayeitwa Penina. Penina alikuwa akimchokoza Hana na kumsababishia bitterness kila wakati. Alihakikisha ana supply uchungu kwenye maisha ya kwake. Kama ambavyo wewe unahesabu ni watesi, ni wataabishaji, ni watu ambao saa zote wanahakikisha moyo wako una uchungu, una huzuni, unatumbukia kwenye uchungu. Na mimi nataka nikuambie, hao watu wana matokeo chanya sana katika maisha ya kwako. Biblia inasema kwa sababu walikuwa chakulani. Mume wake Hana alikuwa anaitwa Elkana, na huyu baba alikuwa anamwambia Hana, mimi ninafaa kwako kuliko watoto 10. Yani, don't mind about babies. Why baby? Kwa nini unahangaika na watoto? Kwa nini unahangaika na uzao? I'm here just for you. Alikuwa ni mfariji kweli kweli, anayemfariji Hana. Lakini kulikuwa kuna mwanamke yuko hapo pembeni, mke mwenza, anamwambia, wewe, anamsemea maneno magumu
na Biblia ninayosoma inaniambia ilifika mahali ambako Hana alishindwa kuvumilia maneno magumu ya uchungu, akaamua kwenda kanisani, kwenda kuomba, akamuomba Mungu ampe mtoto wa kiume, na baadaye Mungu akampa Samueli, na baada ya Samueli Mungu akaja akampa watoto wengine 5, akawa na jumla ya watoto 6. Nasema nini asubuhi ya leo? Ni nani aliyempa Hana furaha? Ni Elkana au ni Penina? Na mimi nataka nikuambie, mtu anayekufariji kwako anakuambia it is enough, just relax, pumzika, anaua keria, anaua utashi, anaua uwezo uliokuwa hapo ndani yako. Lakini mtu ambaye anakusababishia uchungu na kulia na kuomboleza, anaamsha vipawa, uwezo, karama na neema iliyoko ndani yako, na you will never be the same again. Huyo anakutengenezea bitterness, ambao anakusafirisha from bitter to better. Oh my God, ungenisaidia kumpigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Hallelujah. From bitter to better. Na mimi nataka nikutamkia asubuhi ya leo, haijalishi unapitia kwenye sonona ya namna gani, kwenye uchungu wa namna gani, ni mambo gani ambayo umetendewa yanayokuumiza, nataka nikuambie sisi ndio wataaluma na tuliohitimu katika kutendwa vibaya, katika kuumizwa, lakini tumeona faida za uchungu kwa sababu tumeona kusafiri from bitter to better. Na wewe hautabakia pale kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Upo uchungu unaokuja kwenye moyo wako mpaka unapata pressure, mpaka unapata shida, unameza vidonge, mpaka unapata shida kubwa ya kiafya. Lakini nataka nisimame kwenye hii madhabahu nikuambie, hakuna kitu kilizaliwa bila uchungu hata siku moja. Na kuna wengine wanataka kuwa kama fulani. Yani unaona Ezekiel akihubiri, unatamani upako fulani kama mwalimu Ezekiel, lakini unajua uchungu ambao amepitia. Wengi hawapendi kuangalia yale machungu, wanataka kuangalia result, wanataka kuangalia pengine faida, umaarufu, nafasi, mahali ambako huyo mtu yupo, na unatamani kuwa kama yeye. Lakini nataka nikuambie, hauwezi kuwa Hana aliyezaa Samueli bila uchungu wa Penina. Na maumivu ya Penina siwe maumivu madogo kwa namna moja au nyingine. Unapenda kuwa mfanyabiashara mkubwa na unaandika kabisa role model wangu mimi ni yule pale amefanikiwa katika uwekezaji. Lazima uangalie pia na pain, bitterness, machungu aliyopitia katika hiyo business na katika uwekezaji. Kuna uchungu wa kutapeliwa, kuna uchungu wa kupoteza, kuna uchungu wa hasara, kuna uchungu wa kuleta mkopo kutoka benki ukautumbukiza kwenye uwekezaji na ikakata, ikaisha, ukajisikia unaumwa na tumbo, unasikia ulazwe, unasikia kama uende mochwari uombe draw ya kuhifadhiwa, yani uende mwenyewe mochwari na msema, "Hello, how are you mochwari attendant? Kuna nafasi hapa mochwari, I have to be there." Nipate kutulizwa na mafriji ya mochwari. Yani kuna machungu mpaka unababaika nafsini. Unajiuliza, what happened kwenye maisha yangu? Sasa kuna watu ambao hawaangalii ule uchungu, wanaangalia zile result. Wanaposema hii hapa Bwana alinibariki, hii hapa Bwana alinibariki. Bwana anabariki, lakini kupitia uchungu, kwa sababu hakuna njia nyingine. Maana wapandao kwa machozi watavuna kwa vigelegele, na hiyo ni sheria ya kupanda. Kwa hiyo mabibi na mabwana, acha kuangalia matokeo ya waliofanikiwa, acha kuangalia matokeo ya wenye vipawa na influence, wenye mamlaka na wenye nafasi, lakini angalia zaidi machungu ambayo pia wanapitia. Na wewe unapopita kwenye wakati wa bitterness, jua tu ndio usafiri from bitter to better. Hakuna namna nyingine. Kabla ya kuvaa taji ya dhahabu, Yesu Kristo amevalishwa taji ya dhahabu ya daima. Lakini kabla ya kuvaa taji ya dhahabu, alivaa kwanza taji ya miiba. Sije ukababaika, ukakaa ukaangalia crown ya dhahabu. Kabla ya vazi na kabla ya crown ya dhahabu ya Yesu Kristo, taji ya dhahabu ing'aayo milele, kabla alivaa kwanza taji ya miiba, na ilikuwa ikimtoboa hiyo taji ya miiba yale mabiba yaliyoota maeneo ya uko bara, mamiba yakawa yanaingia, miiba ya michongoma
yanaingia kwenye ngozi yake. Na pale ambako miiba ilitoboa ni pale ambako Mungu ameweka taji ya dhahabu ya daima. Na mimi nakuombea baada ya hii taji ya miiba unayopitia leo. Unajua taji ya miiba? Unajua taji ya miiba? Oh my God. Una wakati unapita kwenye kipindi kigumu mpaka unalala usiku unajifungia mabarafu kichwani. Maana yake kichwa kinapata moto, yani kichwa kinapata moto. Unawaza hauwazui. Una kesi, una mgonjwa, una kesi mahakamani, una mgonjwa yuko hospitali, una hasara kwenye kampuni, unaitwa TRA. Yani una mambo kibao. Unapitia nyakati ngumu, mahusiano yamevunjika, mwanaume aliyekuepo amekimbia nyumba, amekuachia watoto wanahitaji ada, wamezoea kusoma shule fulani na wakati huu huwezi kuwahamisha ukawaleta hapa. Yani unavurugwa na fulani uliyekuwa unamtegemea ni kaka amekufa. Yani unapitia kipindi ambacho unasikia miiba inatoboa kwenye brain, kwenye kichwa chako unasikia miiba. Ni wakati ambao Yakobo alilalia jiwe porini. Biblia inasema jua likazama, giza likaja. Kabla Yakobo hajamaliza safari akalalia jiwe. Kuna nyakati ambazo tunalalia mawe. Kuna wakati ambao tuna miiba kwenye vichwa vyetu. Na hata mtu akakujibu vibaya, wewe unafikiri amekujibu vibaya kwa kutaka. Ana miiba inamtoboa, na wewe ukipita kwenye anga zake unalo la kwako, kwa sababu ana miiba inatoboa kwenye brain yake. Lakini nasimama kwenye hii madhabahu, mimi niliye mchungaji na kuhani, na kutangazia baada ya taji hii ya miiba utavaa taji ya dhahabu. Baada ya taji hii ya miiba utavaa taji ya dhahabu. Na mimi ninawaomba sana hata wale wanaowazomea. Yesu alizomewa, alitemewa mate wakati wa taji ya miiba, alitemewa mate, alizomewa. Na katika maisha ya kawaida wapo watu ambao wanakuzomea kwenye kipindi ambacho unapita. Mimi naomba unisaidie kuandikia hata kwenye status yako kwa mkono wako, waambie tu from bitter to better. Baada ya taji hii ya miiba nitavaa taji ya dhahabu, na macho yenu yataona nikivaa taji ya dhahabu. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu anapokomesha maumivu kwenye maisha yako akupe furaha ya daima. Baada ya taji hii ya miiba Mungu akupe kuvaa taji ya dhahabu. Nami nimekubariki, na tazama umebarikiwa daima, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.